Kuna watu wengine wanakuwa wana orodha ya vitu ambavyo wanakuwa wananunua labda mwezi mzima. Anakuwa anaweka orodha zake. Pesa ikiingia, anaonyesha baadhi ya vitu, ananunua, maisha yanakuwa nayo. Kwa hiyo kuweza kuchukua haya manunuzi ya kitu kimoja kimoja, mahitaji ambayo yani ya nyumbani ya kila siku. Habari, karibu katika kipindi chetu pendwa cha Ongea na Kocha. Na leo uko nami, naitwa Lakius Roberts, ni Certified Financial Educator kwa maana CFE. Ni wakaribishe tena siku nzuri ambapo utakuwa na mada. Leo tutajifunza upande wa fedha na tutajifunza mada inayoitwa makosa ya kuepuka baada ya kupata pesa. Je, wewe rafiki yangu mpendwa, ni mara ngapi umekuwa ukipata fedha ikifika kuanzia tarehe 15, 16, 18, 20, 21 mpaka 28 huko imeisha? Umekujiuliza ni makosa yapi ambayo yamekuwa yakifanyika ukiyafanya? Basi katika somo la leo ni mengi ambayo utaweza kujifunza, lakini kitu cha muhimu ambacho nataka ukijue wakati tunaendelea kujifunza ni kwamba unapopata pesa, tamaa uvaa ngozi ya mahitaji na kukuchochea sasa ndio uanze kutumia. Kwa hiyo tunasema tafakari zaidi ili kushinda hiyo tamaa, ili pesa yako iende katika mahitaji mengi ambayo yanakuwa ni ya msingi. Utakuja kugundua kwamba kwenye maisha yetu haya kila siku hakuna siku inapita hujatumia pesa. Inaweza kaa kwenye vocha, inaweza kaa kwenye nauli, inaweza kaa kwenye kununua chakula, kununua umeme, mafuta. Yaani hakuna namna siku itapita bila wewe kuwa unatumia fedha. Kwa hiyo kuitafuta pesa, kuipata, kufanyaje, sio shida kubwa sana kwa sababu tunalipa mishahara kwenye biashara na nini. Ila sasa inapokuja kwenye swala la kuitumia, hapo wengi ndio tunakuwa tunapata changamoto kidogo. Ndio maana masomo kama haya au tunakuwa tunaandaa video kama hivi vya Ongea na Kocha, lengo ni kukaribisha wewe rafiki yetu mpendwa uweze kujifunza maswali mengi zaidi. Lakini unapotaka kuwasiliana na sisi, kuna namba yetu ya WhatsApp ambapo ukituma neno fedha au mafanikio utaweza kutupata. Namba hiyo ni 0760 64 71 71. Narudia tena kwa ajili ya manufaa zaidi, ni 0760 64 70 71. Basi nikualike basi twende sambamba mwanzo mpaka mwisho. Kuna vitu kadhaa ambavyo utavizungumzia hapa na vitaweza kukusaidia zaidi. Sasa jambo la kwanza au kosa la kwanza ambalo tumekuwa tukilipata baada kuwa tumepata pesa ni nini? Ni kutumia au kutuma pesa mara nyingi bila kuangalia au kuzingatia makato. Na najaribu kuzungumzia sizuii kutuma, najaribu kuzungumzia hapa ni kwamba kwa mfano kama natuma kwenda labda mtandao mmoja wa simu, labda Yasi kwenda Yasi, Voda kwenda Voda, Airtel kwenda Airtel, sio shida. Lakini kama unatuma mara nyingi zaidi, tunazungumzia kwamba unatuma labda kwa Juma, kwa Asha, kwa Rozi, kwa nani, kwa Frank, kwa nani. Kama watu ni wengi kwa siku moja, na kama unatuma labda kuanzia 10,000 na kuendelea, labda kama kwa mtu mmoja ukituma wanakata labda hata 600 labda. Ukituma kwa watu 10, 1000 imekatika hiyo. Hata ukituma kwa watu 5, kabia 3000 ngapi itakuwa imekatika. Sasa natuzungumzia kama unatuma mara nyingi, yani mara nyingi zaidi, utakuja kugundua mpaka wiki inaisha, mpaka mwezi unaisha, kuna pesa nyingi ambazo zitakuwa zimeenda. Hapo ni kwenye makato tu, yani ni kwenye eneo moja tu la makato. Na wengi tumekuwa hatulipi nafasi sana kuangalia kwamba makato yanakuwa hapo. Wengine tunakuwa hata baada ya kwa tumetuma hatuangalia hata ile upande wa miamala kwamba makato yalikuwa ni haya na haya. Tunakuwa hatuangalia sana kwa sababu pesa tumepata pesa. Lakini ukiweza kulichukulia hili ukaanza kuliangalia, kuna fedha nyingi ambazo utaanza kujiokoa. Sio maana sio kama usimtumie mpenzi, mama, baba, mme, hapana. Ila ujaribu kuangalia kipengele cha makato uone ni kwa namna gani unaweza ukaenda nacho sambamba au katika njia ambayo ni rafiki zaidi. Kuna rafiki ambaye unamfahamu ambaye akifanya hivyo mara nyingi zaidi, ni swala ambalo ni muhimu kuweza kulizingatia hilo. Sasa unaweza ukafanyaje katika
kuitafutia ufumbuzi wake, wakati mwingine unaweza labda ukawa unajaribu kuainisha kwamba nilitumia watu wangapi, labda kama ni kwenda kwa wakala, kwenda benki au sehemu nyingine, ukazituma kwa pamoja, ikasaidia zaidi. Au kama unatuma ni kwa wachache, inaweza kukusaidia hivyo. Lakini kosa la pili ambalo tumekuwa tukifanya pale ambapo tumepata pesa, la kwanza tumeona ni kutuma kwa watu wengi zaidi. Lakini namba mbili ni kutoa mara nyingi zaidi bila kuwa tunazingatia makato. Hapa najaribu kuzungumzia neno wingi. Elewa neno wingi, kwamba kwa mfano kuna rafiki mmoja yeye kwa siku anaweza katoa kwa makala hata mara 4 au mara 5. Yaani saa 2 anaweza katoa 5,000. Akakaa sawa kidogo, sema na shida kidogo na hela. Akamaagiza dogo, imeenda kwa wakala pale, hebu katoa 10,000. Jioni kaiba na shida 15,000. Anaenda. Ukija kuangalia kwa siku, kama unatoa hela makato yake, hata kama ni shilingi 2,000, hata kama ni shilingi 1,000, zikiwa ni nyingi zaidi, ukihesabu kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka, kuna fedha nyingi ambazo zinakuwa yaani hapa maana yake kwamba ni kosa ambalo tumekuwa tukilifanya, pengine ni kwa kutokujua, wakati mwingine kwa kutokuzingatia zaidi. Lakini ukijaribu kuliangalia, tunakuwa tumezungumzia hata ile zana yetu ya nguvu ya buku ya kuokoa fedha, ukiweza kuangalia hata eneo la kutoa pesa nyingi zaidi, ni eneo ambalo linaweza kukusaidia wewe kuweza kuokoa fedha na kuziweka kwenye maeneo mengine. Sasa kitu ambacho unaweza ukafanya, ukaangalia, unaweza ukakaa chini ukahesabu kwamba mimi kwenye siku yangu labda nina matumizi labda ya 10,000, labda ni matumizi ya 20,000. Kwa hiyo hii ikawa inakusaidia kwamba unapotoa pesa unatoa kwa pamoja, labda kama ni asubuhi, alafu zinatumika siku nzima. Siku inayofuata inakwenda hivyo. Kuna pesa ambazo utakuwa unaziokoa kadiri ya muda, hata kama sio nyingi, kuna mahali zinaweza zikakusaidia. Tunakumbushana, tunasaidizana. Mimi rafiki yako Lucky Robert niko hapa kwa ajili ya kukumbusha kwamba kuna haya makosa tulikuwa tunaepuka. Ukiweza kuyajua, kuna namna fedha zako utaanza kutumia katika maeneo mengine. Sasa kosa la tatu ambalo tumekuwa tukifanya mara nyingi ni kuwekeza katika maeneo ambayo hatuna uelewa nayo, hatuna ufahamu mzuri. Ni kosa ambalo kuna wakati limekuwa linatuumiza sana. Mimi hakuna kitu ambacho kinaniuma kuona napata pesa kwa jasho, natukanwa, nasimangwa, naamka usiku, nasumbuana na makonda daladala, halafu hela yangu naipata, halafu naenda kuiwekeza mahali ambapo inakuja kupotea tena. I say, yani jambo linaniuma. Nafikiri rafiki yangu inabidi hata ikuume. Unaona unavyoona mnapoenda kazini pale asubuhi ile, unaacha familia yako labda imelala, inafanyaje, wakati mwingine unasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, halafu kile sisi hela uipate halafu ipotee. Kuna na jambo. Kwa hiyo tunachokuwa tunashauri mara nyingi zaidi pale ambapo ni kweli umeshangaika, umeshapata hiyo hela yako, unapotaka kuiwekeza, au mtu akija rafiki yako akija akakushawishi akwambia hapa kuna lipo, ukiweka laki unapata 200,000, ukiweka 7,000 unapata 14,000, ukiweka 10,000 unapata 20,000. Hebu jaribu kuangalia vizuri kwamba upate taarifa zaidi, upate ule usahihi. Yaani uwekeze sehemu ambayo una maarifa, unaelewa. Ndio maana taasisi zinazohusiana na mambo ya uwekezaji rasmi zipo na zina utaratibu ambao ukifuatwa kweli unakuwa una matokeo makubwa. Tunao marafiki zetu wengi ambao wamepoteza fedha kwa kuangalia. Unajua bado watu wengine changamoto ambayo imekuwa ikitusumbua mara nyingi ni ile tamaa ya kupata kingi zaidi. Yaani mtu anakuja akwambia kwamba kuna kampuni fulani imeingia labda nchini, labda ukiweka labda yani kwa siku unaweza unapata faida ya 2,000, faida 3,000, faida 4,000. Ukiweka pesa nyingi zaidi unapata zaidi. Ukiwarisia au katika kuzungumzia mifumo ya fedha, mambo huwa yako hivyo. Yaani hata ukienda kwenye kampuni za uwekezaji, huwezi kukuta kampuni ya uwekezaji wanakuambia ukiwekeza utapata faida labda ya 10% ya fedha uliyowekeza. Ni ngumu kidogo. Yaani nyingi unakuta na 1% kwa mwezi, 12% kwa mwaka, 13% kwa mwaka. Bado nyingi zinakuwa zinacheza katika mazingira kwa sababu kuna calculation nyingi ambazo zilishafanyika. Sasa wengi wetu wakingine tulikuwa tunashauriwa hivyo, tunakuwa tunakataa, lakini mwisho wa siku tunaishia kupoteza fedha zetu. Wapo marafiki wetu wengi
tumeona wamepoteza fedha, wamelia sana, wengine wameiba, yani chukua pesa zake, wengine wameomba, wamedanganya, wanaumwa, wakapeza pesa, wakajiwekeza kwa zikaibiwa, zikapotea. Ni maumivu makubwa. Ile eneo la kutumia kuwekeza katika ambayo hatuna maarifa linatusumbua wengi. Kwa hiyo kikubwa zaidi, tuna vitabu vizuri. Kwa mfano tuna kitabu cha kama elimu ya msingi ya fedha, kinielekeza unapotaka kuwekeza, uangalia wapi, mifuko ipi uende, kama vipi uwekeze, usome fedha binafsi. Yote imeeleza elimu ya msingi ya uwekezaji. Kinaelezea vema kwamba unapotaka kufanya uwekezaji, uwekeze wapi, uwekezeje, vitu gani uzingatie. Kama unatafuta taasisi ambayo unataka kuweka hela yako, uangalie vigezo gani, muda upi sokoni, inafanyaje. Inaweza kawa inakusaidia. Kwa hiyo solution hiyo ndo kama kujifunza kutoka vitabu, lakini pia endelea kutufuatilia hapa Ongea na Kocha. Kuna maarifa mengi ambayo tunakuwa tunaelekeza, na kuwasiliana hii namba ambayo nimekutajia, basi unaweza kupata maarifa zaidi. Hiyo ni point nyingine ambayo tunaiangalia kwenye makosa ya kuepuka baada ya kupata pesa. Lakini kosa lingine ambalo ni muhimu kuliangalia ni kutumia zaidi ya kile unachokipata. Jamani. Yani kuna watu tumeanza kugusa hapa, sitawataja, nisamee. Lakini wengi tumekuwa tunatumia zaidi ya kile tunachokipata. Na hili sio kwamba unaligundua mwanzoni baada ya kupata pesa. Mara nyingi ni kadri siku zinavyoenda. Unajikuta kwa mfano tunapokuwa tunapata pesa, tarehe za mwanzo wa mwezi umelipa hela yako nzuri sana pale. Unakuta tunakuwa tuna mahitaji mengi. Unahitaji hili, unatumia pesa hii. Unahitaji hili, unatumia pesa hii. Una mtu, unamtumia pesa hii. Unalipa pesa hii, unaweka kitu hichi, unanunua labda vitu hivi. Kadri siku zinavyoenda, tarehe 10, 15 unaanza kugundua kumbe pesa ilishapungua, ilishabaki kidogo. Sasa unafikiri mwezi unaishaje hapo? Lazima changamoto. Ndio maana wengi tunakuwa tunashauri sana kwamba tuwe na budget ambazo zinakuwa zinatuongoza. Unakuwa na orodha. Yaani kama kwa mfano mwezi unapokaribia kuisha, mwezi unakuja, unakuwa umeshaainisha orodha ya unaenda kutumia nini ile fedha ambayo utaipata, unaenda kuitumia wapi. Hii inakwenda kusaidia kwamba fedha yako unapoipata hata kama sio kubwa sana, sasa kwa sababu una orodha, ulicheke kipaumbele kwamba kuna baadhi ya vitu vitasubiri. Hasa hiyo ile inapokuja ndio unakuja unaiweka pale pap. Sasa inaobakia kidogo ndio unaanza kutamba nayo kwenye mambo mengine mbalimbali. Lakini kwa sababu wengi tunakuwa hatuna budget, hatuna orodha, lakini bado tunapenda sana kuendana na marafiki zetu, kuiga kwamba fulani na hichi ana kiatu hiki na nataka nipe kiatu hichi, anakaa sehemu fulani nataka nikae sehemu hiyo, labda amekula chakula fulani, ameenda sehemu fulani expensive nataka niende pale. Tumekuta mwezi unaisha, yani tumekuta tunatumia pesa nyingi zaidi ya kile ambacho tunakuwa tunapata. Nikwambie kitu rafiki yangu, yani kuweza kuishi ndani ya kipato chako ni moja ya ushindi ambao tumekuwa tunaona ni ushindi mkubwa sana na amani ya moyo ya kuliko kuishi nje ya kipato chako, ambao mara nyingi inakuwa inasababisha wengi kwenye mikopo, mawazo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo namna rahisi ambayo unaweza kufanya kuweza kuishi chini ya kipato chako, cha kwanza kabisa ni kuepuka tamaa, kuepuka kusikiliza watu wengine wanasemaje. Lakini ile watu watanionaje, hii imekuwa ikitesa sana. Yaani kuna mtu mmoja leo kusema kwamba ni bora nimekumbuka vizuri. Wanasema wali maharage kuliko wali nyama yenye masimango, kitu kama hicho, sio kelele nyingi, kitu cha namna hiyo. Yaani hivyo. Lakini ukiweza kuishi ndani ya kipato chako itakupa uhuru. Ndio utakuwa kuna mahitaji uweze kuyapata, tunafahamu. Kuna mavazi hutayapata, tunajua. Lakini kadiri muda unavyoenda, kama weka mipango ya kuwekeza, kufanyaje, utafika tu. Muda ni rafiki sana wa maamuzi mengi ambayo tunakuwa tunafanya. Kwa hiyo kosa la kutumia zaidi unachokipata, tumekuwa tukijifanya mara nyingi tunapata fedha kwa sababu tunakuwa tuna budget, hatuna nini. Ni muhimu kuweza kulizingatia. Kosa lingine ambalo sasa tunakuwa tunalifanya ni kununua kitu kimoja. Ya sasa kwenye familia zetu kuna ugomvi wa chini kwa chini unaendelea. Aidha kati ya baba na mama na mtoto, baba anafanya kazi, mama anafanya kazi. Sababu ni nini? Ni manunuzi ya kitu kimoja.
leo inanunua sukari nusu, chumvi labda ya 1000, labda 3000, labda ina mafuta, unao mafuta labda 1000, mafuta nusu lita, robo lita. Nini unategemea? Lazima mtasumbuana hapo katikati. Yaani kuna wakati ambapo tunaelewa kwamba unarudi nyumbani, hujakaa tu zamwambia mpaka nakwambia baba fulani wana tunavyoona kama chumvi imeisha, sukari imeisha, mchele umeisha, mafuta yameisha. Alafu mwenyewe huna hela au umebakiza nauli ya kesho. Hivi wewe unafikiri utamwonaje? Utajisikiaje? Lazima mgombane. Ila sababu nini? Ni kwa sababu unanunua kitu kimoja, kalamu moja, daftari moja. Urudi nyumbani, baba, mama, kalamu imeisha, daftari imeisha, sifani imeisha. Lazima uanze kuchakata, imekwaje hapo? Kwa nini kusema hata jana? Ndio maana wadada wa kazi wanapata shida sana. Tunawagombeza, wakati mwingine sio makosa yao. Ni kwa sababu tununua kitu kimoja. Sasa kama dada wa kazi amesahau kukumbusha asubuhi, hafanyeje? Ukirudi ndio amekuona sasa, hakwambie. Tulikuwa tunagombeza, tunakana, kwa nini hujaniandikia ile orodha kwenye message nikaja navyo, tunafanyaje hapa? Lakini suluhisho rafiki ni wewe kununua vitu angalau kwa juma. Na ukinunua vitu vya jumla vinakusaidia kuokoa fedha na muda, wakati mwingine hata na ina hizi migongoni hapa na pale. Kwa mfano kama mafuta umenunua labda lita nzima au jumla lita 5 labda, au kuendelea kulingana na familia yako, mchele ununua kilo kadhaa, kama kilo kadhaa, inasaidia zaidi. Kuna watu wengine wanakuwa wana orodha ya vitu ambavyo wanakuwa wananunua labda mwezi mzima. Anakuwa anaweka orodha zake, yani pesa ikiingia ameonyesha baadhi ya vitu ananunua, maisha yanakuwa yanaenda. Kwa hiyo kuweza kuchukua inaweza kukusaidia. Kwa watu waweza kuchukua hapo kwenye haya manunuzi ya kitu kimoja. Ni wewe kwanza kuangalia mahitaji ambayo yani ya nyumbani ya kila siku. Sababu utakula, kwa mchele lazima uwepo, utakunywa chai sukari lazima iwepo, sabuni utafua lazima iwepo. Wakati mwingine hata umeme ukinunua hii, ukiwepo hata kama hujaisha inakusaidia zaidi. Kwa sababu umeme una tabia kukatika nyakati ambazo ni mbaya sana. Wakati hata ka emergency, hata kamkaa kidogo, unajua gesi inakatika, gesi dakika za jioni kabisa. Yaani ndio nyama imeanza inaanza kuchanganya hivi, gesi inakata. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuelewa hilo na kuweza kuifanyia kazi. Kumbuka mada yetu ya leo tunajifunza makosa ya kuepuka baada ya kuwa umepata pesa. Kosa lingine sasa ni kushindwa kuweka rekodi ya matumizi yetu ya fedha. Ili ni shida kubwa sana, janga kubwa sana. Wengi hatuna huo utamaduni. Ndio maana ukitafuta watu 10 ukajaribu kuzungumza nao, ukawauliza kwamba je, wewe kwa mwezi kwa siku unatumia shilingi ngapi? Hiyo anaweza kukuambia kwa sababu sana kumbukumbu ya haraka. Kwa hiyo unatumia shilingi ngapi? Kutoa mtu anaangalia kushoto, kulia, kaskazini, kusini, haelewi kumbuki. Kwa mwezi unatumia shilingi ngapi? Niweza mkagombana. Kwa nini? Kwa sababu wengi hatuna rekodi, yaani hatuna utaratibu wa kuandika kile ambacho tunakuwa tumetumia. Na ndio mara wakati mwingine ukijaribu kumuuliza mtu yani kiwango chako cha matumizi kwa mwaka ni kiasi gani, yani ni vita kubwa. Mara nyingi watakupa prediction. Mimi nafikiri kama ni kama natumia milioni 10 hivi, ni kama natumia 20 hivi, au mwingine kwa siku, kwa mwezi atuelewe. Kwa hiyo ni kosa lingine ambalo tumekuwa tunafanya, hatukumbuki sisi pesa ipo, unatumia tu, ila tunakuja kupata shida sana tarehe za mwisho mwezi na kuja kukaribia, kwa sababu pesa zinakuwa imepungua, imeisha. Kwa hiyo ni muhimu sasa uanze kuwa unaweka rekodi kidogo, anza kidogo. Leo weka rekodi umetumia shilingi ngapi kwenye nauli, kwenye chakula, kwenye nini. Kesho andika, kesho kutwa andika. Unaweza kuandika labda kama ni kwenye simu yako. Tuna hapo nzuri ya utajiri wa TZ, inaweza kukusaidia zaidi kwa unaandika. Kwa hiyo hii inakuja kusaidia kwamba kujua kwanza ninatumia shilingi ngapi kwa mwezi, kama ni personal au familia inatumia shilingi ngapi. Inakuja kusaidia kwenye mipango yako unapokuwa unaweka. Tunafahamu kuna vipindi ambavyo kuna mahitaji yanahitajika, changamoto zinakuwepo. Ukiwa unafahamu unatumia kiasi gani ndani ya siku, wiki, mwezi, inakusaidia hata kuweka hizi emergency. Kwa unaweka hela kwamba hii itanisaidia kwenye upande wa matumizi. Kwa mfano ambao wana gari, mafuta yanakuwa yapoje, unakuwa unatoka maana moja kwenda lingine, inakusaidia. Kwa hiyo chukua hiyo na uanze kuifanyia kazi. Anza kuweka ile orodha mdogo. Baada ya muda utakuta umeanza kuwa unaiweka. Ukijua wewe pia itakusaidia kufundisha wengine, watoto na
vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hilo ni kosa lingine ambalo tumekuwa tunalifanya baada ya kuwa tumepata pesa. Lakini kosa lingine ambalo tumekuwa tunalifanya ni kufuatilia sana matatizo ya watu wengine. Kuna watu wengine nitakuwa nimewagusa. Au inawezekana jana au juzi kati hapa kuna mtu amekupigia simu akagana na shida na hela fulani. Alafu ulikuwa hauna, ukamwambiaje? Bana, kuna mchongo hapa nasikilizia. Ukitiki tu mimi nakujali, nakupa hiyo nani. Sasa baada ya siku, kesho yake jioni labda unampigia unamrudia, vipi bana, ulifanikiwa kupata ile hela? Uliniambia una changamoto ya kiasi fulani, ulifanikiwa? Hivi kwa mfano ni wewe rafiki yangu mpendwa ambao unatazama kipindi cha Ongea na Kocha hapa. Ni mimi jana uliniomba hela nikawa sina, si ndio? Au nilikuomba ukawa hauna. Unaponirudia kuniuliza vipi ile hela ulifanikiwa? Wewe unategemea mimi nakujibuje? Imagine. Au wewe utajibuje? Mimi nitasema sijapata. Sina shida na hela ndugu yangu. Ile inapendwa baba. Inapendwa sana. Nitakwambia sijapata. Kwa hiyo kufuatilia matatizo wengine, hili jambo kuna wakati imekuwa linatusaidia au inachukua wakati mwingine fedha zetu. Kwa mtu anakupigia vizuri, yani unajua si hauna, yani kama hauna, but of course sisi bado tunaogopa sana kumwambia ukweli kwamba sina. Tunafikiria atanionaje? Hivi atamwambia hadhi yangu hii na cheo changu, kazi yangu hii, nikimwambia sina atanielewa kweli? Mwambie huna. Si hauna. Yaani kama una mpango wa kumpa mwambie sina. Lakini kama unayo unaweza kumsaidia mpe, lakini kama huna mwambie sasa hivi sina. Basi. Yaani kauka kwa mkavu, sina. Basi. Ila wengi tunakuwa sasa sikufundishi sasa uanze kuambia sina wakatalie. Ila nataka nikueleze kitu ambacho ni kosa ambalo tulikuwa tukifanya. Wakati mwingine ili kwenye fedha ilikuwa linatuletea shida kubwa sana. Unaona? Kwa na watu kwanza kuna akiona kwamba leo umempa kesho umempa atarudi tena. Lakini au kumwambia sina, akitaka kurudi anatafakari kwamba nirudi kweli jamaa alimkavu hivyo gumu vile. Lakini kuna muda inakuwa inaathiri. Kwa kufuatia mambo ya watu wengine imekuwa ikitokeza manyingine, ni kosa ambalo tulikuwa tukifanya bado kupata pesa. Yaani nataka uelewe vizuri ni kwamba labda kuna watu wawili watatu wamekuomba pesa labda siku za nyuma ulikuwa hauna. Leo baada ya kuipata ndio unaanza kuwarudia, ndio unachokimaanisha ulikielewe. Unamrudia wao kwanza, vipi ulipata? Anakwambia sijapata, hana kutumia. Unakoja kwa huyo wapi ulipata? Sijapata, unamtumia. Unakuja kwa huyo watatu. Na wakati mwingine wanakuwa walipata, sasa wakwambia ukweli, wanataka hiyo hela. Kwa hiyo ni kosa lingine ambalo ni muhimu kuweza kulizingatia wakati unapokuwa umepata pesa. Kosa lingine sasa ni kuahidi michango mingi. Kuahidi michango mingi sana katika maeneo tofauti tofauti. Ndio ilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa tunaenda kulikuwa kuna harusi ya rafiki yetu mwingine. Sasa ile shughuli ile watu wakaanza kupreach. Kwanza kaanza na akachanga sana akatoa 500,000 mwingine akasema 500,000. Mwingine akasema 300,000. Mimi akanifikia mimi nikasema mimi natoa 50. Sasa rafiki yangu akasema mimi natoa 250,000. Baada ya kutoka pale mimi ndio mtu ambaye nitoa pesa kidogo. Sasa usinichukulie kwamba nataka kidogo hivi, lakini sio kama nipende kwa sababu nilikuwa sina pesa kidogo. Nitoa pesa kidogo. Sasa rafiki yangu yeye akasema mimi natoa 250,000. Sasa baada ya pale shughuli kuisha akarudi anauliza hivi langu umekwaje na confidence hicho kutaja kiasi hicho? Kabla ndio uwezo wangu nilikuwa nao kwa muda ule na nitoa kesho pale tukamalizana. Sasa rafiki yangu baada ya muda akaja akamwambia sasa yangu sasa ni kopi 100,000. Nataka nilipe ile shughuli ya rafiki yetu. Mimi nikamwambia sina. Sasa nikamwambia kwa nini ulipreach kiasi hicho ambacho una uwezo nacho kwa hivi vipindi mpaka shughuli ya rafiki yetu? Akasema unajua sasa mimi pale watu wangenionaje? Sasa unajua Juma pale alisema 500,000. Hata mimi ningesema 50,000 mimi nitaonekanaje? Hii mara nyingi imekuwa inatuponza. Yaani ni bora utoe fedha moyo ukiwa ni mweupe, ni unafurahi, una amani. Ile fedha hata unayempa ile kumsaidia. Kuliko unatoa fedha moyo umejikunja, unalalamika, umekasirika, yani hata ukiona simu yake anasema jamaa anachukua langu nyingi. Kwani si ulisema wewe mwenyewe? Kwa hiyo kutoa hizi ahadi kubwa sana kwa kingine ambazo ziko hata nje uwezo wetu
wakati mwingine ilikuwa ni kosa ambalo tulikuwa tunalifanya, na wakati mwingine ndio inatupeleka kwenye madeni mengine, lawama nyingine. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuzingatia kwamba yani kuna vipindi vilivyo kwamba kuna kipindi kuna hela, kuna kipindi una matumizi mengi, pesa inakuwa ni kidogo. Sasa kipindi ambacho una matumizi mengi ya msingi labda mwingine, toa ulichonacho, toa unachoweza. Sio dhambi, yani hakuna ambaye atakuja kufunga wala kupiga mawe, ni hali ya kawaida ambayo inakuwa inatoka. Kwa hiyo ni kosa lingine ambalo tunakuwa tunaliangalia. Lakini kosa lingine ni kushindwa kujilipa mwenyewe. Kuna msemo mmoja wanasema hivi kwamba inaitwa, nafikiri kama poverty formula, inasema kwamba maskini akipata pesa huwa anatumia, kinachobakia ndo anakuja kujilipa kwenye kuwekeza akiba na vitu vingine. Wakati huo matajiri wao huwa wanajilipa kwanza, kwa maana anawekeza fanyaje, alafu fedha inayobakia ndio inaenda kwenye huku kwingine. Sasa wengi wetu kwa sababu hatuna utamaduni na sio vitu ambavyo tumevizoea, tumekuwa tukitumia kinachokuja kubaki ndio tujilipa, na mara nyingi kinabaki ni kidogo, hawa wengine hakibaki. Kwa hiyo ni muhimu point kuichukua hii kwamba tunapozungumzia kujilipa wewe mwenyewe, maana yake ni kwa mfano kama yani kama zaka fulani hivi, kwamba kwenye kanisa kwamba unatoa 10% kwa ajili ya Muumba wako kama shukrani. Kwa hiyo hata unapokuwa unalipwa fedha, mshahara wako na fedha nyingi, ni muhimu kujilipa mwenyewe, kwa maana unaweza ukatenga kiasi fulani kama 10%, asilimia ngapi, au wengine watumie kanuni ya 30 ya 50 30 10 au 20. Hii wanakuwa wanajilipa, kwa maana ya ile fedha ndo anaweka kwenye akiba yake, akiba malengo, akiba ya dharura na vitu vingine. Lengo ni kwamba hata baadaye unapokuwa kuja kupata changamoto yote ile, uwe na mahali pa kuanzia. Kwa hiyo ndio hatua ambayo unaweza ukajipa. Sasa nikuulize wewe rafiki yangu mpendwa, je, unajilipa mwenyewe? Ni kiasi gani cha fedha ambacho wewe unakiweka kwa ajili ya akiba malengo, akiba ya dharura au kwenye uwekezaji? Ni swali ambalo ninakukumbusha leo kwamba uweze kulifanyia kazi. Liweke mpango mzuri, unapata fedha tu, tenga kiasi hata kama sio kikubwa, kidogo tu, basi jilipe wenyewe, mambo mengine yaweze kuendelea. Na mwisho kabisa kwenye siku yetu ya leo ni kupuuza yale matumizi madogo madogo. Ni kosa la mwisho kabisa ambalo tutajifunza kwenye somo letu la leo, ni kupuuza yale matumizi madogo madogo. Kuna wakati mwingine tunakuwa tunatembea kwa labda barabarani, mwingine kuna mtu unakuta anakuambia bana, naomba unisaidie 200 hapa na 300, nataka niongeze kwenye nauli, naomba unisaidie 1000 tu, buku tu, naomba unisaidie 500 tu, naomba unisaidie. Zinaonekana kama ni fedha ndogo ndogo. Au unakuwa unaenda mtu ajisi anapita pale, juisi 500 tu, umekuta mwindi pale 500 tu, buku. Sasa hizi hela zinazoonekana ni ndogo ndogo, ni kama matumizi madogo madogo kijaribu kuangalia, lakini ukiyakusanya sasa kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, ni fedha nyingi. Kwa hiyo nakukumbusha, tunakuwa tunapata hizi fedha ili pia tuliepuke kama fedha yani haiko kwenye mpangilio wako. Hebu jaribu kuangalia namba nzuri ambayo unaweza ukaliacha. Haya matumizi madogo madogo ukiunganisha, yani sawa na ngumi ambayo inavunja ukuta. Sio ile ya mwisho, bali ni ukuta kuja kuvunjika, una mkusanyiko wa ngumi nyingi ambazo zilikuwa zikienda pale. Kwa ni kama haya matumizi madogo. Leo umetumia labda 2000, 1000, kesho 1000 nyingine, kesho kuta 2000 nyingine, kwa mwezi unakuta zaidi ya 30,000, 50,000, 100,000 zimeenda kwenye hivi matumizi madogo madogo sana. Yani mfano vocha, leo unaweka vocha 500, kesho ikiisha unaweka 500, kesho kutwa ikiisha 500. Baada ya muda unakuta fedha nyingi ambazo umeziweka kwenye haya matumizi madogo madogo haya vocha. Kwa hiyo nashukuru sana, nipende kupongeza kwa kuendelea kutufuatilia hapa kwenye vyetu vya Ongea na Kocha. Ni kukumbushe tena kwamba unapotaka kuwasiliana na sisi, andika ujumbe mfupi WhatsApp, namba ni 0760 64 71 71, 0760 64 71 71. Tuandikie fedha au mafanikio. Siku ya leo ulikuwa nami, niite Lakius Roberts, Certified Financial Educator. Nikutakia wakati mwingine. Asante sana.